Mimi nimefika hapa mkuu wa wilaya ya Ubungo kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyotoa siku ya jana alipofanya ziara katika wilaya yetu ya Ubungo kupitia waziri wa mambo ya ndani, ambapo waziri wa mambo ya ndani ameniagiza nifike hapa kuja kukutana na jeshi la polisi ambao walikuwa katika eneo hili wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ulinzi na kutoa taarifa rasmi kwamba eneo hili ibada zinapaswa ziendelee kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini niliona sio vyema na ni busara mimi mwenyewe binafsi nikafika kujionea hali ilivyo kwa kipindi hiki ambapo kulikuwa hakuna shughuli zote za ibada. Na namshukuru mchungaji pamoja na timu yake, tumeongozana, wamenionyesha hali ambayo iko ndani. Kuna baadhi ya maeneo nimejionea mwenyewe, kuna baadhi ya milango ambayo inaonekana imevunjwa. Kwa najua na nataka hili niliweke vizuri ili lisitoe nafasi ya kuleta misuguano, kwamba sasa nimwagize baba mchungaji hapa pamoja na timu yake kwa taratibu kabisa, wao wakae wapitie eneo lao lote waangalie, kwa sababu kwa maelezo ambayo walinipa awali na hata mara ya kwanza tulipokutana wakati wanatoka katika eneo hili hakukuwa na makabidhiano. Kwa hata leo ndio maana unaona hakuna anayetumia neno makabidhiano, si ndivyo? Kwa sababu maelekezo ni kuruhusu shughuli za ibada ziendelee hapa. Kwa mimi nimuombe baba mchungaji pamoja na timu yao watakaporudi hapa kwa utulivu, wao waangalie hali ambavyo waliacha katika mazingira walioacha na hali ambavyo walikuta, na waniletee mimi taarifa rasmi ya kile ambacho wamekutana nacho. Wasiwe na wasiwasi wowote au woga wowote kuja ofisini kwangu kuniambia bwana mkuu wa wilaya, baada ya wewe kufika katika eneo lile na sisi kurudi kwa ajili ya ibada, hali halisi tuliyokuta sisi ni hii hapa. Baada ya hapo kutakuwa na maelekezo ambayo nitayatoa kwa namna ambavyo watakuwa wamefika kwangu. Nafanya hivi kwa lengo moja tu, kwamba ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Ni lazima tusikilize wananchi. Sasa siwezi juzi tu Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kusikiliza, alafu mimi nifunge milango ya kutokusikiliza nini ambacho baba mchungaji atakuja kuniambia. Kwa mimi nitakuwa tayari kupokea na kusikiliza kutoka kwao baada ya wao kuwa wamerudi katika eneo hili. Lakini pia vile vile jambo la pili, niliona baadhi ya watu baada ya tamko lile kutolewa, kuna watu wengine walishukuru, wengine wakakebehi, wengine wakafika mahali wakasema kwamba huu ni mtego wa kumtafuta mchungaji Gwajima. Hapana, maelekezo haya ni ya serikali na yaheshimiwe. Kila mtendaji anayehusika kusimamia maelekezo ya serikali atekeleze wajibu wake. Hilo ndio la muhimu. Asije akatoka mtu akapotosha maelekezo ya waziri mkuu au maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kuja kuleta jambo ambalo lingine tofauti. Hapa ni eneo la ibada na litatumika kwa ibada. Hakuna maelekezo mengine yoyote ambayo Mheshimiwa Rais au waziri mkuu ameyatoa. Kwa hiyo sitegemei kwamba kuna mtu yote mwingine ataenda kutafsiri anavyotaka yeye, atengeneze hofu, atengeneze mazingira. Hakuna sababu kama hivyo. Kwa mimi niwape rai waumini wote, wachungaji wote waendelee na shughuli zao bila kusumbuliwa na mtu yoyote yule, kwamba hakuna maelekezo au maelezo mengine tofauti yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu zaidi ya haya ambayo tumekuja kuyasimamia na kuyatekeleza. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru, na kama kuna lolote, naona kuna saa ulitaka kuniuliza swali. Umelijibu katika okay. Simaona.